Okay. Wapendwa katika Kristo, Shalom. Leo tunakuja mbele zenu kwenye petit écran yenu, kwenye matelevision yenu, kwenye smartphone yenu na ujumbe wa neno la Mungu. Turudi katika Biblia, ni kipindi ambacho kinatusaidia kugundua ukweli wa Mungu, kuelewa Mungu anasema nini na Mungu anataka nini katika maisha yako. Wapendwa watoto wa Mungu, tunataka kuzungumza leo kuhusu maombi. Lakini wacha nikwambie kabla sijaanza ya kwamba jiabone kwenye channel yetu ya television Retour à la Bible TV, na kwenye YouTube na kwenye Facebook Retour à la Bible Television. Jiabone, ueme na ukommente na upartage ili tupate kuhubiri pamoja na wewe. Maana neno la Mungu linasaidia kila mtu kujua ukweli na kuishi katika kweli na kutembea katika kweli ya Mungu. Leo nakuja na ujumbe kuhusu maombi ama vyumba vya maombi, ama kweli Biblia inasema ya kwamba tuwe na chumba cha maombi. Kweli Biblia inasema ya kwamba tufanye maveille de prière. Leo katika makanisa nimeshangaa kuona mambo mengi sana yanapitika makanisani ambayo hayahusiki kabisa na Biblia. Ni hapa nitaka kuongea na wachungaji na nyinyi wa Kristo wa makanisa. Tuacha tuzungumze kuhusu maombi. Leo tunaelewa vibaya maandiko kuhusu maombi. Kumbuka Biblia inasema ya kwamba Yesu kawaambia Wayahudi ya kwamba umepotea, katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 22 na ule mstari 1:29 ama 29. Maandiko nasema ya kwamba umepotea kwa maana hamyajui maandiko wala uwezo wa Mungu. Kwa nataka nikwambie mtoto wa Mungu, acha kuwayawaya, acha kuhangaika kwa kutokujua maandiko. Inakupeleka katika leo watu wanaliwa vitu vyao, wanaliwa pesa zao, manyumba imegawanya, ndoa zimevunjika, familia imesambaa kutokana na habari ya kitu kinachoitwa maombi ama vyumba vya maombi. Ninajua utanikwazikia kwa sababu nakuja kuambia kweli, lakini Mungu amenituma nikwambie kweli kuhusu jambo hili. Maana leo watoto wa Mungu wanaishi katika hali ya, ningesema hali ya sintofahamu kwa sababu ya kutokuelewa maandiko na kutokujua kweli ya Mungu. Kwa hiyo utaijua kweli, nayo kweli itakuweka kuwa huru. Kwa hiyo fuatilia kipindi chetu katika television yako na uabone na upartage pamoja na wengine. Wacha tusomee maandiko katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura yake ya 24 na mstari wa 42. Yesu anasema hivi: kesheni basi, kwa maana hamjui siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa tumeambiwa habari ya kukesha. Yesu anaambia wanafunzi mkeshe, keshene, maana hamjui wakati. Kwa kutokujua maandiko, wachungaji wengi, makanisa mengi, watu wa Mungu wengi, ama ningesema basi Wakristo wengi kwa jumla, wanaposoma neno kesheni, wanafikiri kwenda kanisani usiku, ile mnaita leo veille de prière. Nikiwa Afrika, nikiwa Ulaya, Amerika na mahali pote, nimegundua kosa hili la kutokujua maandiko ama la kutotambua maandiko. Yesu anasema kesheni, maana hamjui saa atakapokuja Bwana wenu. Watu wanatafsiri hili andiko kwamba ni kukesha usiku, kukesha mkanisa, mnapiga ngoma, mnatoka jasho. Yesu anasema kesheni, veille de prière, veille mkifaransa, veille mwanglais sema watch. Kwa Kiingereza ni vizuri sana watch. Haiseme mkeshe bila kulala. Haiseme kwamba muombe 24 heures sur 24 bila kulala. Sasa ninajiuliza swali, hii habari ya veille de prière imetokea wapi? Ni nani kaanzisha haya mambo ya veille de prière kwa makanisa? Na katika msingi upi wa Biblia inatuambia tukeshe usiku? Tunapiga ngoma, tunapiga vinanda, tunapiga muziki toute la nuit tukikesha. Lazima ndio Yesu alisema. Yesu anasema kesheni, maana hamjui saa atakayokuja Bwana wenu. Maana ya kukesha hapa haijasema kukesha usiku. Inasema muwe tayari. Muwe tayari, ndio maana yake ya kukesha hapa. Tunasema lingine andiko katika Injili ya Mathayo 26 na mstari wake wa 41. Yesu anasema hivi: kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Jina la Bwana libarikiwe. Mpendwa mtumishi wa Mungu, mhubiri wa Injili, mchungaji wa kanisa, nataka nikusaidie
maana tumeitwa kusaidiana. Kutokujua maandiko kwako umefanya maerere ya mingi sana katika Biblia. Yesu anasema kesheni, katika Biblia yako uko virgil, kesheni, alafu anasema muombe msije mkaanguka katika majaribu. Kuna maneno mbili pale, kukesha na kuomba. Haijasema mkeshe katika maombi. Haijasema mfanye maombi ya kukesha mkesha kanisani. Hapana, haijasema mfanye maveille de prière kanisani. Yesu hajasema hivyo. Ni wewe ndio unaongeza kwa sababu haukuelewa maandiko. Neno kukesha hapa ni kusema kuwa tayari, iweni tayari. Na kuwa kwetu tayari kuna tupeleke kubakia katika hali ya maombi. Maombi ni nini? Maombi ni connexion, ni relation personnelle ya wewe na Mungu, la relation personnelle avec ton Dieu, avec ton créateur. Hii ndio Mungu anataka uwe nayo. Yaani uwe na relation personnelle na Mungu. Yesu anakuambia uwe tayari. Ange watch kwa Kiingereza, nyinyi mnaishi Marekani, Biblia kwa Kiingereza nasema watch. Haikusema don't sleep. Haleluya. Kwa hiyo kutokujua lugha, kutokujua maandiko kunatuma watumishi wa Mungu wengi wanaingiza Wakristo wao, mashirika wao ama wanamemba makanisa yao katika maerere ya mingi sana, kwa sababu hawakujua tu kuelewa neno tukesha. Yesu anasema kesha, usije yani uwe tayari, yani uwe suple, yani uwe ekenge, yani uwe tayari. Kiswahili cha Bukavu unasema wasikupite eko, yani uwe tayari tu kila wakati. Uwe kama vile zamu, unachunga wakati wako, unachunga maisha yako, na baadaye utadumu katika kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika Yesu anasema tukeshe, hajasema tushinde katika, nisema en français hivi, cela ne signifie pas crier, murmurer 24 sur 24 heures, mais cultiver un état d'esprit tourné vers le divin, c'est-à-dire haijasema mpige makelele. Watu wengi wanafikiri kuomba ni kulalamika mpaka mnasumbua majirani, ni kupiga mangoma usiku wote mpaka majirani wanakosa kulala, na kesho wataenda kuchuruza masoko, kesho wataenda kutumika, kesho wataenda kwa masomo watoto, mnawasumbua, wanashindwa cha kufanya. Kwa hiyo maandiko nasema kukesha hapa haijakuwa kulala usiku kucha bila, ni yani kushinda usiku kucha bila kulala, bila kufunga macho, mkipiga makelele, mkipiga mangoma. Hapana, nasema ya kwamba muwe tayari, yani muwe tayari, musije mkaanguka katika majaribu. Jina la Bwana libarikiwe. Katika Watesalonika wa kwanza sura yake ya 5, Watesalonika wa kwanza sura yake ya 5 na mstari ule wa 17. Watesalonika wa kwanza sura yake ya 5 na mstari ule wa 17. Biblia inasema hivi, ombeni bila kukoma. Hili nalo ni wengine mtego wa watu ambao hawajaelewa maandiko. Haijasema mushinde mu maombi, haijasema musitumikake makazi. Leo Afrika inakuwa ni watu wanashinda kumaombi tangu siku ya kwanza mpaka siku ya pili. Mimi katika familia yangu, acha niseme wazi, wananifuata katika sheni yetu ya television. Hata katika familia yangu kuna watu wamegawanyika juu tu ya vyumba vya maombi, juu tu ya kwenda kwa maombi. Mchungaji alisema wakati utafika tutakuja kuhubiria wakati wa habari ya unabii, wakati wa unabii kufunuliwa manabii wa uongo, na tutakuja kusema hicho. Maana nilikuahidi kwamba turudi katika Biblia, ni kipindi ama ni sheni ambayo Mungu ametusaidia tujue kweli ya Mungu na Wakristo wawe huru. Inasema ya kwamba muombe bila kukoma. Maandiko haijasema mushinde mchumba cha maombi. Wachungaji iweni hange. Naambia wachungaji hapa, muwe hange na watu wa vyumba vya maombi. Hakuna hata fasi moja katika Biblia maandiko yanatuambia kwamba tufanye chumba cha maombi. Hakuna hata fasi moja katika Biblia. Hakuna hata fasi moja katika Biblia inasema watu washinde mkanisa wa maombi. Hata fasi moja. Ni fabrication ya shetani kudistraire watoto wa Mungu wasitumikake, wasitafute mitaji, wasiende kumakazi. Leo wana wamama mnadharau waume zenu manyumbani juu ya chumba cha maombi. Mnadharau watoto wenu, hamshughulikie familia zenu juu ya vyumba vya maombi. Kwa hiyo acha nikuje kuambia kweli, mnavunja manyumba yenu juu ya ujinga wenyewe. Inasema ya kwamba ombeni bila kukoma. Haijasema mshinde mchumba cha maombi. Wapendwa wa Kristo, watoto wa Mungu, tunaitwa kuomba. Unaweza kuwa mgari unaomba, unaweza kuwa kazi Mungu anachuruza msoko unaomba, unaweza kuwa kazi papo kunatumika unaomba, unaweza kuwa mgari kunatembeza gari uko maombi, unaweza kuwa kukaa ku hospitali unaomba. Mahali pote na kwa wakati wote unaweza ukaomba.
Ndio maandiko natuambia tuombe bila kukoma. Hizi fabrication za vyumba vya maombi ni shetani ameleta kuingiza katika kanisa ili kanisa likuwe distrait. Mstari wa 18 nasema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana tusaidie sana. Sasa hivi vyumba vya maombi vimetoka wapi? Wacha niwaambie. Kwanza niseme habari ya mafungo. Makanisa mengi wanasema habari ya mafungo, kufunga siku 3 bila kula, kufunga wiki nzima bila kula, kufunga 40 jours, kufunga 3 jours à sec. Yametokea wapi na katika Biblia gani? Acha nikwambie. Wanaiga mambo ya Biblia bila kuelewa. Tukamata mfano maombi ya Danieli, siku 21 bila kula. Watu wanafanya maombi mkanisa yao, wanasema jeune, tunatangaza jeune ya maombi 21 jours bila kula kwa sababu tunaomba Mungu. Danieli aliomba. Acha kudanganya watu mchungaji. Acha kudanganya watu mtumishi wa Mungu. Acha kudanganya kanisa. Unayotesa wengi wanaugua maestoma, wengi wanaugua ulcer, c'est-à-dire estoma. Wengi wanakufa juu ya maombi ya kufunga bila kujua anachokifanya. Kwa hiyo mchungaji, acha kusumbua watu, soma maandiko uelewe kweli ya Mungu, na kweli ya Mungu itakusaidia mchungaji kuambia kweli wale wa Kristo wako. Tufanye maombi ya 21 jours bila kula. Inaandikwa wapi? Danieli. Très bien. Turudi katika Danieli, kitabu cha Danieli sura yake ya 9 mstari wa 1 na wa 2. Maandiko nasema kwa kuvisoma vitabu. Danieli alikuwa anataka ajue kwa nini wako utumwani Babeli. Sasa wewe mchungaji, mko utumwani? Maandiko yanasema kama watu mtenda dhambi ni mtumwa wa dhambi, na dawa ya kutoka katika dhambi ni kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake. Unakuwa mtu huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema kwamba Yesu alitukomboa kutoka utumwa wa mauti ama wa dhambi. Kwa hiyo unatangaza watu wafanye siku 21, 21 kanisani bila kula, kwa sababu Danieli alifanya. Nyinyi mko utumwani Babiloni. Na Danieli nasema kweli hakukula. Maandiko nasema Danieli hakula chakula kitamu, hakula chakula cha kifalme, lakini alikula mboga, yani midi. Danieli alikula, lakini hakukula nyama, hakukula samaki, hakukula vitu vya fahari, lakini alikula mboga. Saa 6 akachapa na ugali wake. Alikuwa katika hali ya maombi. Kumbuka maandiko nasema ya kwamba mkeshe bila kukoma. Kwa hiyo mkeshe katika maombi. Danieli alikuwa anataka ajue kwa nini wako utumwani. Hii ni mtuma Danieli afanye maombi ya siku 21 bila kula. Sasa wewe mchungaji, nyinyi kanisa la Bwana, mko Amerika, mko Afrika, mko utumwani. Na kama mngali bado utumwani, basi muamini Yesu. Yesu atawatoa katika utumwa wa dhambi na mtaokoka. Haleluya. Esther aliomba. Walio katika utumwa pia. Esther aliambia Mordekai na wengine mfanye siku 3 bila kula. Leo mnafanya maombi ya siku 3 bila kula, bila kunywa. Wewe mwenyewe kunyumba hauna chakula. Wewe mkimaliza maombi unaanza alia tena njala. Si unasumbuka bure, utaugua estoma na utakufa siku zako bado. Esther aliomba ili apate kukomboa taifa lake la Israeli. Walikuwa utumwani, walitaka kuangamizwa. Na Amani alitaka kuangamiza taifa lote la Israeli. Kwa hiyo ikabidi waingie katika maombi ili wasiangamizwe. Sasa wewe, taifa lako unataka kuangamizwa? Kwa nini mnachanganya mambo? Kwa nini hamjui kweli? Kwa nini mnachanganya vitu ambavyo hamjui na mnabandika kwa kanisa la Mungu? Sisi hatutaangamizwa tena kwa sababu tumekombolewa na Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Wacha nikwambie mpenda, nimekuja kukuambia kweli, itakukwaza, itakuumiza. Huyo ndio Pastor Philipo, huyo ndio mchungaji Philipo. Mungu ametuita kusema kweli, na kweli ya Mungu ifanye kanisa liwe huru. Uko Amerika umenifuata, uko Afrika umenifuata, uko Australia umenifuata, uko Ulaya umenifuata. Nimetaka kuzungumza Kiswahili kwa sababu watu wetu wasema Kiswahili nao pia wafunguliwe na wajue kweli ya Mungu. Naenda kwa chumba cha maombi. Bwana Yesu atusaidie sana. Biblia inasema kwamba tuombe bila kukoma. Tuombe, tukeshe katika maombi. Leo tunaona makanisani kuna kwa vyumba vya maombi. Acha nikwambie mtoto wa Mungu, kama kuna hatari kubwa ambayo inakuja kuangamiza kanisa la Mungu leo, ni kitu kinachoitwa chumba cha maombi. Nimetembea katika nchi nyingi za Afrika na Ulaya, nimeona makanisa kwa chumba cha maombi. Kanisa iko na programu yake na chumba iko na maprogramu yao. Banduku wapendwa, munapotea kwa kutokujua maandiko. Hawa watu wa chumba cha maombi wanakuja kuharibu mambo makanisa. Nataka nikwambie mchungaji, kama nataka kanisa lako livunjike, ruhusu chumba cha maombi mkanisa.
watakutabiria huko mlozi, watakutabiria huko malaya, watakutabiria vitu, kanisa itasambuka. Sasa vyumba vya maombi vimetoka wapi? Acha nikwambie, kila kitu kiko na origin yake. Vyumba vya maombi vimeanza katika miaka 79 80. Ndio vyumba vya maombi vimeanza kuzagaa sana katika nchi yetu ya Kongo, vimeingia Burundi, sana sana este ya Kongo, gambo za Uvira, Baraka, Makobola, siju Kurugia, bikianzia Kongo. Vimetokea wapi? Vimetokea na watu ambao wametokea Tanzania, waliitwa Wakamchape. Wakamchape, watu wa este wanajua, ni kundi la wachawi ambalo walishindwa uchawi wao. Waliona watu wengi wanaanza kuingia makanisani, wameokoka, wameanza kumfuata Yesu, wameanza kuhubiriwa neno la Mungu, wakatoka, wakaona uchawi umekosa soko, wakafanya kundi linaloitwa Kamchape. Mmoja wao nataka nimtaje jina, anaitwa Amisi Mwanue. Watu wa Uvira mnamjua, wale waliishi Uvira mnamjua, watu waliishi Bujumbura mnamjua. Alitambea makanisa yote akidanganya watu wa ajabu. Kwa hiyo hili kundi lilikuja kuingia makanisani na lengo moja tu la kusambua makanisa, la kuvunja makanisa. Ni wachawi ndio wakati vyumba vilizagaa, vilianza maombi, manabii, utabiri, wanavaa mavazi ya mweupe, eti ni watawa, wanavaa. Ni wapi katika Biblia inasema mfanye chumba cha maombi? Ni wapi katika Biblia inaturuhusu kukua na watawa makanisani? Lakini wachungaji wamekubali. Leo inakuwa nyingine movement ya nguvu sana, hata imesumbua makanisa. Kwa hiyo imezagaa katika mashariki Kongo, nchi ya Kongo, mashariki ya Kongo ama este ya Kongo, Burundi, Tanzania, vimesambaa hao watu Wakamchape na kuvunja manyumba, kuvunja mafamilia, watu wanapigwa fimbo. Nimesikia mtu amepigwa fimbo mpaka akafa mchumba cha maombi. Mnaenda wapi kwa kutokujua maandiko? Maandiko nasema ya kwamba watu wangu wamepotea kwa kutokujua maandiko. Bwana Yesu atusaidie sana. Acha niwaambie kweli ili mpate kusaidiwa. Acha niwaambie kweli ili mpate kuijua kweli ya Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba na baadaye watu wanakuja makanisa wanavala mavazi meupe, makanzu meupe. Nimefukuza mmoja hapa makanisani hapa tu kanisani kwetu Bujumbura. Nimekataa wengine wasije kuingia. Walianza kuvaa mavazi meupe na vitambaa vyeupe, eti wao ndio wataka mbele ya kuomba wanavaa makanzu ya mweupe, wana vitambaa vya. Binaandikwa wapi wa pastori wenzangu? Wewe wachungaji wenzangu, msizubae, kanisa limeingiliwa. Kanisa liko infiltrate na maagenti wa shetani kulisumbua kanisa la Mungu. Iweni macho. Maandiko nasema kesheni msije mkaanguka katika majaribu. Kanisa limeshaanguka katika majaribu. Wachungaji waanguka katika majaribu. Na nyinyi washirika wa mama, kila siku maombi. Leo kuna Mungu tunametafuta, nimeshinda kwa maombi. Nilikuwa kwa maombi. Tumeshinda kwa nani alikwambia hiyo vitu? Wapastori mtafute franga, mtafute kazi, mulishe familia zenu, mwache kusumbua watu na vyumba vya maombi na maprogramu ya maombi kukanisa. Hii semeni ya maombi, ndio semeni ya maombi. Tuasemeni watu waje mkanisa na mtu hata kuja bure, alete sukari ya mtumishi. Kwenda tumika baba mchungaji kwa heshima yako. Kwenda tuuza karanga, tuuza mandazi, pompa mapine ya kinga kwa barabara, usichona viatu, upate gisi ya kuishi, lakini usiishi juu ya kudanganya watoto wa Mungu, juu ya kuzubaza watoto wa Mungu. Hata mafamilia inagawanyika kwa ajili yako wewe na maombi. Mama na dharau mume wake, bunyumba umekufa juu ya chumba cha maombi, juu ya kwenda kwa maombi mkanisa. Julai ndio samedi dimanche Mungu kwa kanisa. Watu watatumika saa ngapi? Wataishi saa ngapi? Watafuta maisha saa ngapi? Nyinyi ambao mko Ulaya, ujinga ungali pale pale hata kama mko Ulaya. Mko mwinchi civilize, lakini mngali wajinga vile vile. Uko Ulaya, uko Amerika, lakini uko na nabii Afrika. Unampigia simu, mchungaji niombe, nilitoa vibaya, na anakuambia nimeona pepo ya kifo nyumba yako. Nimeona mtu litumiaka pesa, aliweka hizo pesa, malizika, jua usiendelee. Unamtumia franga, anataka kulipa nyumba yake, anataka kusomesha watoto wake, wewe akukule franga. Uko Ulaya. Uko na Yesu, hakubadikia Afrika. Uko na Yesu Ulaya. Omba Mungu. Maandiko yanasema omba bila kukoma. Uko na nguvu ya kuomba. Uko na nguvu ya kufukuza mapepo. Uko na nguvu ya kumkanyaga shetani. Uko na nguvu juu ya wachawi. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, funguka macho. Uko Afrika, uko Ulaya, uko Australia, uko Amerika, lakini uko na nabii Afrika. Unampigia simu nabii, nabii uliona nini juu ya maisha yangu? Wewe ni mjinga wa kiroho. Funguka macho, rudi katika Biblia. Bwana tusaidie sana. Nakwenda nimalize wapendwa, na katika kitabu cha Waefeso sura yake ya 4, Waefeso sura ya 4 na mstari wa 15. Waefeso sura ya 4
Wacha tuangalie mstari ule wa 15. Efeso 4:15 nasoma hivi: lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Mjue mkue katika upendo, muishike kweli. Hii inawaletea wapenda ni kweli ambao wapasteri wengi hawatakwambia na watanichukia tu mimi nakwambia kweli. Watasema ule mchungaji Filipo anatubomoa, acha ni wabomoe ili mjengeke upya. Tuna mission, haleluya. Mission yetu katika kitabu cha Joshua na Mungu amwambia nimekutuma ili ubomoe na kupanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie kabisa wapendwa. Nabii Yeremia, Nabii Yeremia, Mungu anamwambia nimekutuma ili uende ukabomoe na kupanda vipya. Nimekuja kukubomoa vibaya na kukupanda vipya kweli ya Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba muishike kweli katika upendo na kukua ili mfikirie Kristo. 17 nasema, basi nasema neno hili tena, shuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waendavyo katika ubatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefanakanishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Bwana tusaidie sana. Msitembee katika tena ujinga wa Kristo. Mnanifuata mahali pote duniani, partage ujumbe, utasaidia mwenzako ambaye bado macho ya kiroho imepofuka, amepofushwa, anatembelea waombaji, anatembelea wanabii, wanamfunulia uongo, ndio maisha yake. Kama nabii hajasema hataishi, kama nabii hajafanya kitu hataishi. Hawa wanavunja manyumba na kuvunja familia. Msitembee tena katika ujinga wa mioyo, bali muishike kweli katika upendo. Mungu akusaidie mpendwa, unayenifuata mahali pote ulipo. Kama hauna Yesu, muamini Yesu Kristo ili upate uzima wa milele. Neno la Mungu linasema ni kweli na kweli itaweka huru. Amini Yesu. Toka katika vyumba vya maombi, omba ndani ya nyumba yako. Baba wa nyumba, mchungaji, kama mkitaka kuomba sitakataa, nami naomba, familia yangu tunaomba, kanisa letu tunaomba. Lakini tukitaka kuomba, tuombe sisi sote. Tunapoomba sisi sote, hapo mchungaji nitagundua huyu anasema kweli, tutaomba pamoja. Lakini hapana kakundi special kama maombi. Wacha nikwambie, hakuna huduma ya maombi mu Biblia, hakuna. Mimi huduma yangu, karama yangu ni kuomba. Anipatie mstari wa Biblia inayosema kwamba kuna karama ya kuomba. Katika karama 18 katika Biblia hakuja kuwa karama ya uombaji. Mimi huduma yangu ni maombi, mimi karama yangu ni maombi. Huyu anataka kuwakula pesa, ni mwongo. Mwambie mama, mwambie baba, nionyeshe karama ya maombi ya uombaji katika Biblia. Yesu anasema tuombe sote, kesheni katika kuomba. Kanisa mkitaka kuomba, mchungaji organize maombi ya kanisa nzima, na wewe pale, na wewe ushinde pale, muombe. Sio kubadilisha mavalio, mnavala makanzu eti ndio makanzu ya maombi. Sasa makanzu ya aina maombi ni ya nini? Uongo na ni kukula watu pesa. Mungu wa Israeli, Mungu wa neema awabariki. Mtaijua kweli na kweli itawaweka kuwa huru. Partage, eme, like na ujiabone katika shene yetu. Ukiwa na swali usikose kutuuliza. Mungu akubariki sana. Wenu mchungaji Pastor Philip Selemani. Bwana wa mbingu awabariki. Amen.